Chadema kuna kijana fala, si wote ni wajanja. Jana tulikuwa Mugumu, miongoni mwa ujumbe waliotupa watu wa Mugumu ni kwamba mwaka huu kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, basi kama noma wacha ikawe noma. Je, watu wa Musoma mnasemaje? Watu wa Mugumu jana wamesema tumejaa uwanjani, hakuna aliyesombwa, hakuna shule zilizofungwa. Je, watu wa Musoma nani kawaleta hapa? Mnasema? Nafikiri hiyo taarifa wameipata. Sasa naomba niwaambieni mambo kadhaa. Jambo la kwanza, na ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa chama chetu Tundu Lissu, yuko gereza la Ukonga, anashtakiwa kwa makosa ya uhaini. Amesema ukifika Musoma kawaambie watu wa Musoma kwamba CCM na serikali yake wameniweka huko gerezani ili noma ya no reforms no elections iendelee. Kwa kawaambie watu wa Musoma huko mahakamani walikonipeleka CCM, mimi ni kazini kwangu. Huo ni ujumbe wa Tundu Lissu. Amesema kama CCM walishindwa kumuua kwa kumpiga risasi 16, Mungu akamsimamisha, huko gerezani kwenyewe wanaenda kucheza, atamalizana nao vizuri. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi leo nimekuja Mara, nimekuja Musoma kuwasanua. Wote semeni kutusanua. Nimekuja kuwasanua. Mimi natokea Dodoma, mkoa wa Dodoma ambao mimi natoka, wilaya inaitwa Mpwapwa. Mkoa wa Dodoma una chuo kikuu kinaitwa chuo kikuu cha UDOM. Mkoa wa Dodoma una hospitali inaitwa hospitali ya Benjamin Mkapa, una hospitali ya mkoa wa Dodoma. Nyie watu wa Mara na kanda ya Ziwa kwa ujumla, hivyo vyote nilivyovitaja huko Dodoma, vyote ni mali ya serikali. Nyie watu wa Mara hamna chuo kikuu hata kimoja. Nyie watu wa Mara hamna hospitali ya rufaa. Hospitali inayotegemea na hospitali ya Bugando iko Mwanza, nayo ni hospitali ya mali ya kanisa Katoliki, sio mali ya serikali. Nyie watu wa Mara, mabarabara yenu haya ni mabovu yote. Ukiangalia mkoa wa Mara hauna waziri hata mmoja. Mimi natokea Dodoma, mkoa ambao una mawaziri zaidi ya 5. Mkoa wa Pwani una mawaziri zaidi ya 5. Nyie watu wa Mara mna madini hapa, ziko almasi, ziko dhahabu nyingi, lakini waziri wa madini anatoka Dodoma. Si Dodoma tunalima karanga, alafu waziri wenu wa madini, nyie watu ambao mna almasi, anatokea Dodoma. Nyie watu wa Mara, nyie watu wa Mara mnalo hiyo ziwa Victoria hapo, waziri wa uvuvi anatokea mkoa wa Dodoma kwetu. Sisi Dodoma hata madimbwi hatuna. Nyie watu wa Mara, CCM imeshawakataa. Ndio maana nikikutana na mtu anatokea Mara, anatokea Musoma, anajiita Chama cha Mapinduzi, na yakumbuka maneno yaliyosemwa kwenye Wagalatia 3:1, enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyewaroga? Ukikutana na mwana Mara, ukikutana na mtu wa Musoma anashangilia CCM, muulize, mwana Musoma mwenzangu usiye na akili, ni nani aliyekuroga? Mkoa huu wa Mara ndio mkoa aliyetoka baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Hakuwa binafsi. Mwalimu Nyerere aliongoza taifa hili bila upendeleo. Leo hii nenda Msoga alikotokea Kikwete, ni kijiji lakini kina kila aina ya huduma za kijamii kuliko makao makuu ya mkoa wa Mara hapo. Leo hii nenda Chato, maendeleo yaliyoko Chato ni kwa sababu alitoka Magufuli, kuna maendeleo makubwa sana. Leo hii nenda Kizimkazi Zanzibar, kuna maendeleo makubwa sana. Nyie watu wa Mara, umasikini wenu sio mpango wa Mungu. Mtaendelea kuwa masikini milele na milele mkiendelea kuikumbatia CCM. Sasa Mwalimu Nyerere mwaka 1995 alisema, wakiwa wanampitisha Mkapa kuwa mgombea wa rais, alisema Watanzania wasipopata mabadiliko ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Nyie watu wa Mara, CCM inawaletea mabadiliko ya aina gani kama sio kila siku vijana wa Mara mnauliwa hapo Ziwani? Kama sio kila siku watu wa Mara mnanyanyaswa kwenye maisha yenu na watu wa CCM?
Kwa nini msiende kuyatafuta mabadiliko nje ya CCM? Na Chadema tuko imara, tuko imara, tuko imara, na tumeshasema hatutakubali kuacha kuwapigania Watanzania mpaka tone la mwisho la damu yetu. Nyinyi mmesemaje? Nyinyi mmesemaje? Kama Mwalimu Nyerere aliyetoka hapa Mara alisema CCM sio baba yangu, sio mama yangu. Nyinyi CCM ni mama yenu? Ambaye CCM ni mama yake hapa anyoshe mkono ni muone. Ambaye CCM ni baba yake anyoshe mkono ni muone. Nyinyi wote CCM sio baba yenu, sio mama yenu, kwa sababu maisha yenu hayajawahi kuwa kipaumbele chao wa CCM. Kwa nini msikatae? Wanaoikataa CCM na kazi zake, naomba wanyoshe mikono tuwaone. Kama tunamkataa shetani na kazi zake zote, kwa nini tusimkatae CCM na kazi zake zote kwa kutusababishia maisha magumu ndani ya taifa letu ambalo ni tajiri? Nyosheni mkono mnaoikataa CCM. Peoples. Jambo la mwisho niseme. Jambo la mwisho. Sisi Chadema tumesema uchaguzi, aliyesema uchaguzi wa mwaka huu sio Mungu. Sio lazima mwaka huu kuwepo na uchaguzi. Sio Mungu kasema mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni sisi wenyewe wananchi wa Tanzania tumesema uchaguzi wa mwaka 2020 ulitumia zaidi ya bilioni 400. Uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa umetumia zaidi ya bilioni 254. Uchaguzi wa mwaka huu mkuu unategemewa kutumia zaidi ya bilioni 500. Sasa sisi Chadema tumesema huu mfumo, huu utaratibu wa kusimamia uchaguzi wa nchi hii ni sawasawa na kuwepo na pambano la ngumi. Yaani baba yako wewe na baba yako wa mwenzako wanapigana ngumi, mchezo wa ngumi. Baba yako ikitokea akapigwa ngumi ya kidevu, wewe ukiwa refari unafanyaje? Si unachangia? Si unaingia kwenye pambano? Ndio hii tume ya kifara, ndio hii tume ya kiuni tulionayo kwenye taifa hili. Tume ambayo rais anateua kila mtu. Unategemea Chadema itakuja kushinda? Chadema tumesema mabilioni yote ya pesa yanayotumika mwaka huu, kuna haja gani tuyatumie? Kama Samia anataka kuendelea kuwa rais wa nchi hii, aendelee mwaka huu, mwakani, hata kama mpaka mwaka kesho kutwa. Ila tunahitaji kuwepo na mifumo bora ya uchaguzi ili tufanye uchaguzi. Wangapi wanaunga mkono hilo? Mara baada ya kusema hayo, naomba nirudishe maiki kwa mwendesha protocol. Siku nyingine tutarudi, lakini la mwisho nilitaka kusahau. Nyie watu wa Mara sio wasaliti. Msaliti yoyote atakayetokea miongoni mwenu au miongoni mwa watu mliowahi kuwaamini, naamini mnajua cha kuwafanya. Mtawafanyaje? Mtawafanyaje? Mmesema? Hilo mimi sitaki kuwafundisha, najua nyinyi mnajua namna kudili na hao watu. Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ, na sasa naomba nimlete kwenu mwenyekiti